السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Tuko katika mwezi wa Dhulqaada. Mwezi wa Dhulqaada ni mmoja wa miezi minne mitukufu, na hivyo hivyo ni mmoja wa miezi ya Hija, ambapo tunapozungumza mahujaji wanaendelea kuelekea Maka. Wengine wamefika ndani ya mji huu wa Maka na wengine wako njiani sehemu mbalimbali kuelekea Maka kwa ajili ya haji ila Baitillahil Haram. Kwa tumezungumza nyuma kwamba vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika miqati na kutoka miqati mpaka kufika Maka al-Mukarrama, ambapo tumeenda katika utaratibu wa ibada ya haji ya tamattu'i katika zile aina tatu za hija, ambapo hii tamattu'i kwa mahujaji wengi au watu wengi mno leo hii duniani, hija iliyokuwa sahal jiddan ni hii ya tamattu'i, kufanya umra kwanza, kisha kuhalalika, kisha kusubiri mpaka siku ya mwezi 8 Dhulhijja kwa ajili ya kuanza hija. Kwa maana hiyo, baada ya kuwa mtu mahujaji wamehirimia katika miqati zao, wameelekea wamefika mpaka katika mji wa Maka, moja kwa moja wataelekea Kaabatul Musharraf. Ukifika Kaaba, ukiiona Kaaba, ile talbia wataikata sasa, ambao muda wote walikuwa wakisoma ile talbia, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Baada ya hapo, kwa sababu itakuwa ndio tawaful qudum, tawafu ya kufika katika mji wa Maka, na wakati huo ndio tawafu ya nguzo, basi watafanya itibaa, watashusha zile ihramu zao, zile shuka zao, wanamume watavaa lubega, kwa maana bega moja wataliacha wazi na bega lingine walifunika. Bega la kulia litakuwa wazi na bega la kushoto litakuwa limefunikwa. Hii tunaita lubega. Kitendo hiki kinafanyika baada ya mtu kuwa anaiona kamba sasa moja kwa moja hiyo hapo ndo anaielekea, anashusha ile ihram, anaweka lubega yake. Ikitoka hapo anakwenda moja kwa moja mpaka katika nguzo au kona ya Kaaba iliyopo ndani yake Hajar al-Aswad. Kaaba kama Kaaba tunasema ina pembe 4. Kile kibanda ukikiona, ile nyumba ukiiona, ina pembe 4. Ya kwanza ni rukuni Hajar al-Aswad, pembe ambayo ndani yake kuna jiwe jeusi. Alafu ukienda kisonga mbele unakutana na ukisogea hatua 1 2 unakutana mlango Babul Kaaba, mlango ule wa kuingilia ndani, ambao mlango ule uko juu, kizingiti chake ni mtu mzima kama hivi kunyosha mkono. Ndio maana kuna watu unaweza kuona kwa wameshika lile eneo pale, linaitwa multazam. Kutoka ile kona ambayo kuna askari ananing'inia basi hivi analeka ulinzi mpaka kufika kwenye mlango, lile eneo ni eneo linaitwa multazam, eneo ambalo ni sunna mtu akaenda pale akashika akaweka kifua chake akaomba dua kile anachokitaka. Ikitoka multazam ndio unakutana na mlango sasa ujua hapo. Ukisonga mbele unaenda unakutana na makamu Ibrahim. Makamu Ibrahim ni sehemu ambapo kulikuwa na jiwe limeungana na Kaaba. Lile jiwe Nabiullahi Ibrahim akisaidizana na mwanawe Ismail wakijenga Kaaba. Wakati wanajenga, alipoteremka kutoka katika jiwe lilikuwa ni kavu, nyayo alama zikabakia kama alikuwa kanyaga katika tope, aliyakuwa ilikuwa ni jiwe la kawaida. Hii ni muujiza katika miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo lile jiwe lilikuwa limeshikana kabisa na Kaaba. Nabiullahi Ibrahim hakuliondoa, akaliacha likaenda hivyo mpaka kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Mtume salama akafa, jiwe limeshika Kaaba. Akaja kipindi cha Abubakar miaka 2 hivyo hivyo. Ilipofika zama za Umar na mwaka alipokwenda hija, alipoangalia pale watu wanatoka wakija mahujaji wanaenda kuliangalia lile jiwe, kulishangaa. Sawa, kwa sababu jiwe ambalo maarufu limeelezewa. Umar akashauriana na maswahaba wakakubaliana, akaenda akaling'oa pale, akalirudisha nyuma kama mita 5, ili wale watu wanataka kuangalia lile jiwe waangalie huku, lile eneo waache watu wafanye tawafu, sababu walikuwa wanaweka msongamano kuliangalia, wanazuia watu wanaifanya tawafu. Yeye akalirudisha nyuma, ambapo hapa ndipo pale maqamu Ibrahim, fattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Umar ibn Khattab huyu ndio yule ambaye alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume, naam, sehemu yoyote inafaa kuswalia, lakini kwa nini hapa makamu Ibrahim usipafanye ni sehemu maalum mahususi kwa ajili ya swala? Mtume sallama kabla hajamjibu ikateremka aya ikisema, fattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, pafanyeni hapo sehemu ya makamu Ibrahim kwa ni eneo mahususi, eneo maalum kwa ajili ya swala. Kwa eneo lile sasa ndio ikawa ndio makamu Ibrahim, ambapo kwa historia ya Kaaba pale kama vile tunasema ndio barazani kwa Kaaba, ndio mbele ya Kaaba, ambapo mlango unasogea mbele kidogo, makamu Ibrahim kule ndio upande wa mbele wa Kaabatul Musharrafa. Almuhimu lile makamu Ibrahim sasa liko nyuma, wamejengea sasa hivi kama vile kifuniko kile cha rangi ya dhahabu, taliona pale katika zile picha za makamu Ibrahim. Ukisonga mbele unaenda unakutana na kona ile kona inaitwa Rukni al-Iraqi, ni kona au nguzo iliyoelekea upande wa mashariki Iraqi. Unakwenda mbele ukati pale kwenye kona pale kwenye nguzo, ukati pale wakati wa tawafu unazunguka, wanaita Hijri Ismaili. Ile eneo nalo vile vile ni Kaaba, lakini lina fence, tumewekwa fence. Makureshi mwaka wa 35 kipindi Mtume sallam kabla ya kupewa utume, Mtume ikiwa na miaka 35, Kaaba ilivunjika kutokana na mafuriko. Ilipovunjika wakakubaliana waijenge kwa pesa za halali, wakajenga, zile gharama zikaisha, pesa zikaisha, lile eneo likawa halijamalizika. Lile eneo wakaweka vimti kama alama ya Kaaba ilikuwa iishie mpaka huku, lakini sisi gharama zimeisha, hatuna. Kwa hiyo Kaaba ni mpaka huku. Zama zilipokuja baadaye wakaweka nguzo, wakaweka fence ambayo nayo inahesabika kwa ni nini? Inahesabika kwa ni ndani ya Kaaba. Ndio maana wakati unaenda kuzunguka Kaaba, ukimaliza lile jengo kuna kimlango hapo, kuna kiukuta cheupe. Leo hii inatakiwa kile unaenda unakizunguka kile, kwa sababu kile ni ndani ya Kaaba, kina historia hiyo. Alipokuja Mtume sallama siku ya Fathi Makkah, alipaangalia pale akasema, kama nisingehofia haditha ahadi li Quraysh, kwamba Makureshi wamesilimu karibu ndio wanaingia katika Uislamu, basi Kaaba hii mimi ningesogeza, ningejenga mpaka kule, lile eneo lilokuwa wazi ningeliingiza ndani ya jengo. Lakini nahofia nikifanya hivi hawa Makureshi wataona Mtume sasa anachezea Kaaba, Muhammadi na hivi, basi ache tu. Akaacha, hakugusa, ikaenda hivyo. Kuna matukio mengine yaliendelea mbele, lakini hayo tuyaache. Unapozunguka kona ukienda sasa, nguzo nyingine inaitwa Rukni Sham, kona au nguzo ilielekea kaskazini, ilielekea Syria, Sham. Ukisonga tena mbele kwa nyuma, maana nyuma sasa ya Kaaba kule, unakutana na Rukni al-Yamani, nguzo au kona ilielekea kusini ambako ni Yemen, Rukni al-Yamani. Haya majina ni majina ambayo Waarabu kale waliipa ile walikuwa wameyapa zile kona, wamezipa zile majina, na wenyewe ilikuwa ni kama vile sehemu ya jiografia. Ukiwa pale Maka ni bondeni, ilikuwa imezungukwa na milima. Sasa ukiwa pale wakati mwingine jua hamna, na kaskazini mashariki wapi, kurahisisha ile jiografia kujua. Wakiangalia Kaaba wanajua kwamba
kwamba huko upande gani, huko upande gani. Kwa hiyo ile ikawa ni rukun yamani, yani nguzo au kona iliyoelekea upande wa Yemen ambayo ni kusini. Ukitoka hiyo ndo unakuja ile ya kwanza ambayo ni rukuni hajaril aswad, ndani yake kuna jiwe jeusi. Hizo ni ngapi? Hizo ni kona 4: rukuni hajaril aswad, rukuni al-iraqi, rukuni sham na rukuni al-yamani. Wazi, ambayo ni nguzo au ndio kona hizo fabia wa neema. Ambapo sehemu ya kuanzia tawafu ni wapi? Tawafu inaanzia katika ile kona au nguzo iliyopo jiwe jeusi, pale ndipo inapoanzia tawafu, na hapo pa kuanzia tawafu ndio starting point na vile vile ndio finishing point, sehemu ya kuanzia na sehemu ya kumalizia. Kwa mtu akifika pale, sunna inatakiwa alibusu lile jiwe. Ngine kichwa, unaona kuna kama kijieneo hivi imewekwa kibati fulani la fedha, na ingia unabusu pale, bismillah, Allahu akbar, unabusu lile jiwe. Hiyo ni sunna. Ama ikiwa kuna uzito, basi unagusa kisha unabusu mkono. Ama kukiwa kuna uzito, basi unaashiria tu bismillah, Allahu akbar, inakuwa tayari ushaenda. Na hasa masiku haya ya misongamano mikubwa ya watu wengi wanatakiwa wafike waashirie, na zote zimethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lile jiwe jeusi, jiwe ambalo mnakumbuka kule mwaka ule wa ujenzi Makureshi waligombana nani aliweke, akaja Mtume sallallahu ndo akaliinua akaliweka pale, wakasema tumemridhia Muhammad kwa hukumu yake sallallahu alaihi wasallam. Lile jiwe jeusi, hata ukilitoa ile Kaaba ipo tu na ibada zinaendelea kama kawaida. Lishawahi kuibiwa lile na Mashia washawahi kuliiba, wakaenda nalo huko Ahsa huko kusini mashariki, wakaenda kulitia mchagoni, lakini miaka 23 lakini Waislamu walienda kufanya hija kama kawaida. Silifahamiana. Jiwe asili katika tarehe lilikuwa ni jeupe, kupita muda anasema maulama wa tarehe na madhambi ya waja, basi limebadilika imekuwa jeusi, na changamoto mbalimbali ambayo imepitia Kaaba ilivunjika lile. Pale kuna vipande zaidi ya vipande 6-7 ambavyo vimekusanywa pamoja katika ni kutengeneza lile jiwe jeusi. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, siku alipofika katika utawala wake, akasimama kwa sauti kubwa mno akasema, ya Hajar, inni la a'lamu annaka hajar walaula anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Ikitoa ujumbe kwa wale wote waliomzunguka, akamwambia, ewe jiwe, kama mimi nisingemwona Mtume sallam anakubusu, basi nisingekubusu, kwa sababu wewe la tadhuru wala tanfa, wewe uleti madhara wala uleti manufaa. Walaula anni raaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, kama nisingemwona Mtume sallam anakubusu, nami nisingekubusu. Na jiwe nakuja kukubusu kwa sababu nilimwona Mtume sallam anakubusu, sio kwa sababu kubusu kwangu huku kuna madhara au una manufaa. Tunabusu jiwe iktidaa bin nabii sallallahu alaihi wasallam, kumuiga na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ambaye katika hija yake ya kuaga alikuwa anasema, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu za hija. Kwa kwenda kulibusu lile ni sunna, kwa vile amelifanya nani? Bwana Mtume sallallahu, sio kulibusu kwa sababu jiwe lile, yani usipolibusu litakudhuru, ukilibusu utapata sijui hela utapata. Hapana, bali ni sunna. Sisi tumefahamiana jamani, Kwa hiyo tawafu utaianza hapo, utazunguka, na kwa sababu ni tawafu ya kwanza, basi sunna ya kwanza wanamume wana trot, inatakiwa kwenda katika mwendo wa matiti ti Waswahili wakasema mwendo wa matiti. Sawa, sawa, matiti manyonyo, matiti ti mwendo wa matiti, mizunguko ile unatoka. Ukifika rukuni yamani kwenda rukuni hajar al-aswad, Mtume alisikika sallallahu alayhi wasallam akisema, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hii ndio dua aliyosikika Mtume sallallahu alayhi akiisoma. Kutoka wapi? Kutoka rukuni al-yaman kuja rukuni hajar al-aswad.
Ama huku kwingine nini unasema, nini unafanya? Unasema dua yoyote, unafanya nyiradi, unafanya adhkari, au umehifadhi Qur'ani, au umeshika msaafu, unatembea huku unasoma, huku unazunguka ile mizunguko. Ukirudi tena pale ulipoanzia, moja imepita hiyo, unaenda tena, ukirudi mizunguko mitatu ya kwanza inatakiwa utroti, lakini kutroti huku ukiwa na nafasi. Ama leo kutokana na msongamano ilivyo, usitroti, tembea. Mpaka utatroti utapita wapi? Hamna pa kupita. Watu wamekuwa kama wanaenda foleni huko, foleni mnakwenda hivi hivi, yalla, kila mtu na dua yake. Omba dua yoyote unayotaka, tubia kwa Mola, mwambie Mola wako makosa uliyofanya, tubia, Allah akusamehe, innahu kana tawwaba. Ni pale, si tumefahamiana? Sasa tuna Waislamu, kile wanachokifanya pale au kinachofanyika pale Kaaba, sio kwamba watu wanaenda kuliabudia ile nyumba ile Kaaba. Waislamu hawaendi kuabudia kile kibanda au ile nyumba au kuabudia ile jiwe. Waislamu wanaenda kumwabudia Allah pale, kama vile tunakuja kumwabudia Allah katika swala hapa msikitini. Sisi hatuji msikitini kuja kuabudia msikiti, hatuji kuabudia huo msikiti, ila tunakusanyika hapa kwa ajili ya kumwabudia Allah. Katika jambo la hija, Allah ameamrisha tukamwabudie yeye kule Maka pale Kaaba. Sisi tumefahamiana. Sasa Wakristo wanasema kwamba Waislamu jiwe jeusi, wanaabudia jiwe jeusi. Sisi hatuabudii jiwe jeusi wala hatuabudii Kaaba, tunamwabudia Allah tukiwa pale Kaaba. Ibada yenyewe kwa vile kuzunguka mizunguko 7. Wazi? Tunayemuomba pale Allah, ndio maana pale dua tunamwomba Allah. Hatuombi dua Kaaba, hatusemi o Kaaba tuambia Allah ghfirli, nisamehe madhambi yangu, Allah nipe baraka kadha, nipe kadha, nipe kadha. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala pale, kama vile tunavyofunga. Tunakuja kufunga mwezi wa Ramadhani, tunakuja kufunga kumwabudia Allah kwa kufunga mwezi ule wa Ramadhani, sio mwezi wa Shawwal au mwezi wa Rajabu au Rabiul Awwal. Huu ni utaratibu ambao tumewekewa, kwa sababu dini hii ni dini ya mapokeo, sio dini ya kuzuazua au kaa bungeni kuitunga. Hapana, hii haiwahusu mashehe wakae, maulamaa watunge. Hakuna kutunga, isipokuwa ilishakuja hivyo hivyo, ndio tunafanya hivyo hivyo miaka kwa miaka, karne kwa karne. Almuhimu, atafanya mizunguko yake 7. Kifika mzunguko wa 7 pale, na kila mzunguko ikifika pale katika Hajar al-Aswad, bismillah Allahu akbar, anaenda anazunguka. Ikifika tena pale, bismillah Allahu akbar. Ule wa 7 akimaliza, amemaliza. Ikimaliza 7, ataenda kuswali rakaa 2 makamu Ibrahim, ambapo ndio nyuma yake. Sasa watu wanatufu kwa huko, anarudi nyuma, anaswali rakaa 2 za sunna baada tawaf. Baada ya kufanya tawaf atasoma alhamdu, kisha atasoma kul ya ayyuhal kafiruna. Rakaa 2 atasoma alhamdu, na atasoma ikhlasi, qul huwallahu ahad. Kimaliza hapo, atainua mikono huko, ameelekea Kaaba, iliko mbele yake pale, ataomba atakacho. Ikimaliza atakwenda nyuma huko, atakutana na mabomba ya Zamzam, ataenda kunywa maji ya Zamzam. Kile kisima kiko pale mita 10 kutoka Kaaba. Mtume sallallahu alipomaliza tawafu, alikwenda akawataka wale wahudumu katika jamaa zake wamtilie maji ya Zamzam. Akamtilia maji ya Zamzam, akanywa, na mengine akajimwagia, mengine akatika kibuyu chake, akatoka akaenda zake Safa al-Marwa. Kwa leo hii kiutaalamu kutokana nini, imetengenezwa mabomba yapo kule ukutani. Kwa hiyo unaenda kinga, unakunywa, ya kunywa unajimwagia, hata maji baridi mazuri kabisa unajimwagia. Inatakiwa unywe mpaka mbavu zijae, tumbo lijae. Ukimaliza hapo sasa, unaelekea Safa al-Marwa, unaelekea mlima Safa. Inna Safa wal Marwata min sha'airillahi faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Tutaendelea kesho insha Allah taala, Jumapili. Almuhimu
kesho Allah tujalie kheri, tuende katika sa'i baina Safa wal Marwa inshallah. Mtaenda Maka tu miaka mingine inshallah, usikate tamaa. Sawa, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta